Na sisi maisha yetu yanaanza na ubatizo. Safari yetu ya kujiweka wakfu tunaanza na ubatizo. Tunapomkana Shetani, tunapoahidi hiyo, tunaelekea katika utakatifu na tunakuwa Wakristo. Lakini tunaendelea vile vile kuhuisha safari yetu hiyo katika sala zetu. Tunaendelea kuhuisha safari yetu hiyo katika misa takatifu. Na tunaendelea hivyo vile vile katika kitubio kila wakati kufanya toba kwa Mungu kwamba tumekosa. Na tunawekwa wakfu. Yesu mwenyewe alipokuwa anatuombea, ukisoma Injili ya Yohane sura ya 17 aya 17, uwatakase kwa ile kweli. Kweli yenyewe ni neno lako. Hiyo ni Injili ya Yohane sura ya 17 aya ya 17. Tunaweka wakfu kwa mtindo. Lakini tunaendelea tena, tunaweka wakfu katika maisha ya utawa. Tuweze kuishi kwa kumfuata Yesu Kristo alivyoishi yeye, kwa kuishi mashauri ya Injili kama yeye mwenyewe alivyoishi, fukara, safi kamili na vile vile utii. Na ndio maana tunapojiweka wakfu lazima tutambue hayo yote na tuweze kumwangalia Mama Bikira Maria, vile vile tumwangalie Yesu Kristo mwana wa mama huyu Bikira Maria. Tunapojiweka wakfu, tunajiweka wakfu katika sala. Yule ambaye amewekwa wakfu ni mtu wa sala. Unapokuwa mtawa lazima uwe mtu wa sala, upate nguvu katika hilo. Na Mama Bikira Maria anakuwa mfano mkubwa katika sala za kila siku alipojiweka wakfu. Na kwanza tunamuona alipokuwa na mitume wale 11 baada ya kuagwa na Yesu kule katika mlima wa Mizeituni, akapaa mbinguni, walirudi Yerusalemu, wakakaa katika chumba wakisali, wakisubiri ujio wa Roho Mtakatifu. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya 12 mpaka 14. Walikaa pale na Mama Bikira Maria pamoja na mitume wakisali. Mfano wake. Lakini vile vile tunaona akiwa ni mtu wa sala katika wimbo wake yeye mwenyewe ambao tunasema ni wimbo wa Magnificat. Moyo wangu wamtukuza Bwana. Ukisoma katika Injili ya Luka sura ya 1 aya 46 mpaka 55, tunaona vile vile sala yake kubwa kule harusini Kana, anapomwendea Yesu. Hawana divai, anamuomba, hawana divai. Kisoma Injili ya Yohane sura ya 2 na kuendelea huko. Lakini vile vile tunamuona Mama Bikira Maria akiwa na Yesu katika safari yake yote, kutoka amebeba msalaba mpaka Golgotha, yuko chini ya msalaba akitafakari katika Injili ya Yohane sura ya 19 aya 26 na kuendelea. Kwa hiyo tunaona kwamba kwa yule aliyejiweka wakfu, sala ni muhimu sana. Sala inampa nguvu. Sala ndio njia pekee ya kuongea na mwenyewe. Na katika sala hizo, na pamoja na kusoma neno la Mungu, kulitafakari. Na kwa sababu hiyo mtawa huyu hawezi akakaa peke yake, anakaa katika jumuiya. Na katika hiyo kuna sala za pamoja. Na wakati mwingine hata tunapokula chakula pamoja ni sehemu ya kazi hiyo ya jumuiya ndogo ndogo, hiyo kitu kidogo, lakini ni muhimu sana katika maisha. Sala za asubuhi, misa takatifu, sala za mchana, sala za jioni, sala binafsi, tafakari ya kina ya mtu binafsi ni muhimu sana. Kwa sababu hiyo ninapojiweka wakfu kwa Mwenyezi Mungu, lakini vile vile najiweka wakfu katika sala. Najiweka wakfu katika sala. Lakini pamoja na hayo, tunamwangalia Mama Bikira Maria, kujiweka wakfu kwake ni mtu wa furaha.
Na kwa sababu hiyo mtawa anapojiweka wakfu kwa Mungu lazima awe mtu wa furaha, anajiweka wakfu katika furaha. Na hii tunaona katika wimbo wake mwenyewe anavyosema, moyo wangu wamtukuza Bwana na roho yangu inafurahi. Na kwa sababu hiyo lazima nifurahie mtu wangu, sijalazimishwa na mtu, sijashikiwa bunduki kwamba sasa lazima uwe hivi. Ni mimi naongea na Mungu wangu, ni mimi ninapoongea na Mungu wangu naitika anaponiita na naijua sauti. Na kwa sababu hiyo lazima niwe ni mtu wa furaha, niwe katika jumuiya, niwe na wenzangu, niwe popote pale, kazi niliyopangiwa, chochote ninachokifanya nikifanye kwa furaha. Na kwa sababu hiyo nisiwe na manunguniko, nisiwe ni mtu wa kujilaumu, nisiwe wa kulalamika, bali niwe ni mtu wa furaha, kufurahia wito wangu ambao Mungu ameniita. Tunasema furaha sasa kama niko na ninakuwa kama mtu anayepoteza wakati. Lakini pamoja na hayo tunaangalia mashauri ya Injili, na tunamwangalia Bikira Maria mwenyewe, na tunaangalia sisi wenyewe. Mtawa anaweka nadhiri ya ufukara. Anapoweka nadhiri ya ufukara, wakati mwingine anaweza katafsiria kwamba sasa anaiweka wakfu awe maskini. Hata Mungu pia ndio maskini. Fukara huyu ambaye ni mtawa ni yule ambaye si mtu wa kusema hiki ni cha kwangu, si mtu wa kusema kwamba haya ni mali yangu, si mtu ambaye amepewa kazi ya kufanya. Kwa mfano ni mwalimu akipata mshahara aseme wa kwangu, si yule ambaye yuko kulima akapata mahindi akasema mahindi haya ni ya kwangu, naenda kuuza, ni mali yangu. Hawezi akasema nyumba hii ni ya kwangu, hawezi akasema nguo hizi ni za kwangu. Haya yote ni ya kwetu, ni mali yetu sisi. Na kwa sababu hiyo yule anayejiweka wakfu kama mtawa na kuishi shauri hili la Injili, ufukara maana yake kushirikishana yale tulionayo, na vile vile kushirikishana yale tulionayo ni ya kiroho na ya kimwili. Ya kiroho vile vile tuna talanta mbalimbali, nawe ni utajiri. Talanta hizo si mali yangu mimi, ni mali ya jumuiya yangu. Na kwa sababu hiyo nitumie talanta hii kwa ajili ya usitawi wa jumuiya yangu, na si kwa ajili ya ustawi wangu, na si kwa ajili ya majivuno. Na ndio maana nadhiri hii inatufanya tuwe huru na mambo ya dunia hii. Mambo ya dunia hii na yanayotesa watu. Cha kwanza anasema kwamba ni utajiri. Watu wanatafuta mali, na katika kutafuta mali wengine ni majambazi, wengine ni wezi, na wengine wanaishi maadili ya ajabu. Hawaishi katika maadili, wanaishi kiajabu, maisha ya ajabu, hawaishi katika maadili mema. Na yote haya ya kutafuta utajiri. Na kwa sababu hiyo hilo ni la ulimwengu huu. Lakini pamoja na sifa, tafuta sifa, nisifiwe, na kwa sababu hiyo lazima wanisifu. Utafuta madaraka, uwezo kayaona haya utawani. Kwa mfano tunasema tuchague nani awe mama mkuu, mfanya kampeni, hiyo ni kidunia. Yaani ukiona mnafanya kampeni nani awe mama mkuu, sasa tumchague yule kwa sababu ametoka sehemu fulani, yule kwa sababu ni wa kwetu, ndio kwamba mmepotea. Tunasema kwamba sisi tunaachana na hayo, maana hiyo nadhiri ya ufukara inatufanya tuwe huru, watoto wa Mungu chini ya neema ya Mungu, tuongozwe na Roho mwenyewe. Na ndio maana katika sequence ya Roho Mtakatifu tunasema unyeshe pakavu petu, ulegeze ukaidi wetu, pasha moto ubaridi wetu. Wakati mwingine tuko baridi, wakati mwingine hatuzai matunda.
Manake huwezi kuzaa matunda kama wewe ni mkavu tu. Na kwa sababu hiyo tunamhitaji Roho Mtakatifu ndiye anatuongoza katika yote na katika safari yetu ya kumwelekea Mungu. Kwa hiyo kujiweka wakfu katika nadhiri ya ufukara, kushirikisha wenzangu yale niliyo nayo, yawe ya kiroho, yawe ya kimwili, ikimaanisha kwamba mimi nina mali hii, mimi nimefanya hivi, mimi wamenipa hiki, mimi wamenipa haka, yote haya ni ya kwetu. Ulimwengu wa leo ni mgumu. Najua kila mtu ana simu yake, na kwa sababu kwenye simu huko kuna M-Pesa, na pengine hata mama mkuu ajue hata M-Pesa password yako aijui, ni wewe peke yako tu unaijua. Wanatuma shilingi ngapi ndio wewe unajua, kwa wewe na Mungu wako katika hayo yote. Lakini vile vile tunajiweka wakfu katika usafi wa moyo. Tunamwangalia Yesu Kristo aliyeishi hilo, na wakati huo aliishi ufukara, aliishi usafi kamili, na mwana mama Bikira Maria katika ufukara wake. Vile vile tunaona kwamba Yesu alizaliwa katika mazingira ya ajabu ya misa, katika pori la kulia wanyama amezaliwa huko, lakini katika kuzaliwa huko anaonyesha hayo, na Yesu ameishi ufukara. Pamoja na hayo tena ameishi usafi kamili, na mama Bikira Maria ameishi usafi kamili, na anajionyesha katika Injili yake anaposema itakuweje. Najua kama umesema hiyo, umesema itakuweje sasa, mimi simjui mimi. Onyesha usafi wa moyo kutoka mtoto wake, ameishi usafi wa moyo. Ni kazi ya Mungu itakayoongoza hayo yote mama wewe, na kwa sababu si hofu anaambiwa hivi. Kwa wa kwanza kufanya hayo, na yule ambaye anajiweka wakfu mtawa anajiweka wakfu kwa katika nadhiri hiyo ya usafi wa moyo kwa kumwangalia Yesu Kristo, kumwangalia mama Bikira Maria, na kuishi bila mgawanyiko wa moyo, bila kugawanya upendo, kujitoa bila kujibakiza kwake yeye Kristo anayekuita. Kwa sababu hiyo ukigawagawa moyo wako ni vigumu, mwisho wakati utaishi kama wanyama wanaoitwa wale wa biolojia wanasema amphibia. Amphibia anaishi maisha ya aina mbili, yuko kwenye nchi kavu, yuko kwenye maji. Anatamani vyote viwili, anaishi kwenye maji, anaishi kwenye nchi kavu, yote anaweza kaishi. Lakini si kwa mtawa hivyo. Maisha ya aina mbili pana. Moyo usiogawanyika unamkabidhi Yesu Kristo, kwa sababu lengo ni kuelekea katika utakatifu. Lakini tunajiweka wakfu tena katika nadhiri ya utii. Kimwangalia mama Bikira Maria kama aliyosema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyonena, kama ulivyosema. Anajitoa bila kujibakiza katika utii kwa yule ambaye anampa kazi hiyo ambayo ni muhimu. Na kwa sababu hiyo ndio maana tunapoziangalia hizi zote nadhiri tatu, mashauri ya Injili, tunamwangalia Yesu Kristo, tunamuita kila wakati katika maisha yetu aweze kuongoza yeye mwenyewe kwa neema zake. Lakini pamoja na haya yote, mtawa anapofunga nadhiri anajifunga mbele ya watu wote, na anapojifunga mbele ya watu wote, mtawa huyu anaishi katika jumuiya. Na kwa sababu hiyo lazima jiweke wakfu katika jumuiya, vile vile maisha ya jumuiya. Na tunapoishi katika maisha ya kijumuiya, tunamwangalia Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, umoja usiogawanyika, Mungu mmoja, Mungu pamoja, Mungu ambaye ni familia. Kwa sababu hiyo ndio anakuwa modo yetu. Kwa Kiingereza sasa tunasema modo. Tunamwangalia yeye kwa sababu kitu kitakachotugawanya sisi ni kile ambacho hakitoki kwa Mungu. Tukiona tunaanza kugawanyika, tukiona tunaanza kusengenyana, tukiona tunaanza kutukanana, unajua kwamba hapa shetani anaingia, anatuvuruga hivi. Kwa sababu hiyo mtawa anaishi katika jumuiya, na anapoishi katika jumuiya
Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya 44 na sura ya 4 aya ya 32. Wanasema kwamba wakaweka kila kitu pamoja, ili mtu aende achukue kadiri ya mahitaji yake. Lakini hawa watu walikuwa moyo moja na roho moja. Hawa wanafanya ushirika, na kwa sababu ya mtawa anapoingia katika jumuiya hiyo, anapoiweka wakfu hivi katika jumuiya, ni Mungu anayempa wa kuishi naye nao, na Mungu wa kuishi nao awaone kama ndugu zake, na kwa sababu hiyo aishi nao kwa upendo. Na ndio maana kwa kila mtawa tunajua kwamba Waingereza wanasema kuna I you. Kila mmoja ana I you. I inamhusu yeye na you inamhusu mwingine ambaye anaishi naye. Na kwa sababu hiyo, kwa maneno mengine, ni mimi na jumuiya. Sasa kama ni mimi na jumuiya, nini cha kwanza? Jumuiya ya kwanza. Na jumuiya hii ndiyo inayoamua. Jumuiya ndiyo inaongoza. Jumuiya ni mlinzi wa nadhiri zangu nilizoweka. Na kwa sababu hiyo, niangalie vizuri maisha ya jumuiya na niishi vizuri maisha ya jumuiya. Nisipoishi vizuri maisha ya jumuiya, najua nimepewa wajibu, nabidi nikafanye kazi utume ule, nabidi niende kule, lakini wakati wa sala nipo, wakati wa chakula tuko pamoja, wakati wa tafakari tuko pamoja. Kwa sababu wakati wa tafakari hii jumuiya si mkusanyiko wa watu, ni kitu ambacho ni matokeo ya mioyo inayomtafakari Mungu kwa ndani. Na kwa sababu hiyo, wakiwa kwenye tafakari hapo, wote wako kwa Mungu na wamefanya jumuiya, wamekusanyika kwa Mungu, wakiongea na Mungu wao, wakimtafakari, wakimuona kwamba si mali ya mmoja, ni mali yetu. Na hawa wanapokusanyika wakiwa pamoja, kwa nje yanatoka moyoni. Na ndio maana jumuiya ni muhimu sana kwa mtawa ambaye ameanza kukwepa sala za jumuiya, chakula katika jumuiya, na kula peke yake. Angependa sali peke yake. Wakati mwingine anaanza kachungulia, bado wako mezani, najidai kwamba napotezea muda kidogo, taenda baadaye. Tumsaidie. Anaanza kuteleza huyu. Usisubiri apotee moja kwa moja. Kwa tu karibu naye, tumsaidie. Kwa sababu hiyo, jumuiya ni muhimu sana. Na katika jumuiya hiyo ambayo ni IU, kule tunapokusanyika wote, kila mtu ana nafasi yake, na kila mtu ana kitu cha kuweza kuchangia katika talanta alizopewa na Mungu. Na kwa sababu si mtu wa kukaa tu kimya. Na kwa sababu hiyo, vile vile katika jumuiya hiyo, kila mmoja ni wa kuweza kuthamini yale ambayo anafanya mwenzake. Ndio kupeana moyo. Kwa maana tunakuwa na vikao, kwa sababu kikao chetu hiki ni cha kujiweka upya. Tunakosoana sasa. Unatukwaza wewe. Kwenye jumuiya sio kwenda kusengenyana, sio kwenda kusema nje. Kwenye jumuiya unatukwaza. Mbona unaenda 1 2 3? Mbona mambo haya yaende? Tayari ndio hivyo tunaenda hivyo. Ndio maana utume wa kwanza wa mtawa unaanza na jumuiya yake. Anafanya utume wake kwenye jumuiya. Ule utume wa nje ni matokeo ya utume wa jumuiya. Usije ukachafua jumuiya, ukaenda nje wanakuita vizuri, au wanasema mama, au wanakuita hata ukisema baba au nani, wanakushangilia, wakati nyumbani huwezi ukaongea na wenzako. Utakuwa ni unafiki. Utakuwa hujatimiza. Na ndio maana katika mchango wa mtawa, kwa watawa na jumuiya za kitawa katika kanisa, ni kuiweka jumuiya iwe ya upendo, ushirikiano, ukiweka jumuiya ambayo Mungu yuko kati yake. Furaha imejaa, amani imejaa. Hawa wanachangia kitu kikubwa sana.
yale wanayofanya kwenye utume wao wanashirikisha kile wanachokiishi katika jumuiya. Na ndio maana ni muhimu hilo. Na ndio maana sasa kwa jumuiya ambayo inaumwa, jumuiya inaweza kaumwa. Jumuiya nayo inaweza kawa na ugonjwa. Ugonjwa wenyewe unaweza kawa ambao tunaweza kusema, Waingereza wanasema negative criticism. Ninasema kwamba huyu haita kufanya nini, hamna lolote. Afanye kizuri, huyo nini huyo. Lakini vile vile tuna mawazo yetu ya kutoa kwenye jumuiya. Jumuiya inaweza kusema waza tujapokea, hawanipendi, hawapokee mawazo yangu. Malalamiko, kulalamika tu kila wakati. No. Haya kwamba kama niesha tambua kwamba jumuiya ndio inabidi ya kwanza, lazima niangalie jumuiya hiyo na niienzi. Ndio maana wakati fulani watania anasema, wengine anasema, mtu anasema kwa mfano, nataka nikasomee hiki. Anayeamua ni jumuiya. Kwamba tuna mahitaji haya katika jumuiya yetu. Sasa nataka nikasomee urubani. Nataka niwe rubani, mimi niendeshe ndege. Utaendesha wapi? Shirika halina ndege. Nataka niendeshe treni. Shirika halina treni. Kini shirika linataka ukasomee uganga wewe, unesi. Shirika linataka somee kilimo. Sasa tuna mashamba sisi. Tuna hospitali, ukasomee unesi, uganga. Ukasomee katekesi kwa sababu tuna utume kwenye parokia zetu. Angalia yote haya, hawanipendi. Kila mtu anipendi kwenye utawa wangu. Na wanawashirikisha watu kapotea. Kumbuke kwamba kama nilivyosema, tunafanya tathmini vile vile. Wale wanaofanya jubilei, wakati fulani anaweza kujiuliza, hivi nimechangia nini katika shirika? Miaka 25 nimefanya nini? Na safari yangu ya wito wangu je? Nipiga hatua au niko maktani? Mimi nafunga nadhiri za daima. Nilikotoka nimejiendea tu, wamenihesabia miaka tayari nafunga nadhiri za daima, sio mimi naamua tu na hesabu miaka. Yote hayo tunajiuliza katika tathmini yetu. Hapo ndio maana ninapojiweka watu sasa nasema naanza. Nionyeshe haya sasa. Nionyeshe nasema active participation katika shirika langu, katika maisha yangu ya wito. Sio navutwa tu, lakini naonyesha hili moyo huu ndio nao mwelekea Mungu. Ndio maana nasema kuthaminiana. Kwamba anayofanya mwenzangu huyu, pengine anapika chakula jikoni na kula nimeshiba, mimi naenda kufundisha. Sasa siwezi kashika masizi mimi. Chafu. Nikamdharau yule anayepika. Nikamdharau yule ambaye yuko shambani. Ni kosa kubwa kwa mtao. Na ninakuwa sielewi ninachokifanya mimi katika utawa wangu. Lakini kama naelewa kila mmoja ana maana katika maisha. Kwa hiyo lazima nithamini kazi yake. Yesu ndizo kuthamini, lakini sisi tusipothamini tutafanya nini? Tutarudia. Matokeo yake unaweza ukafika katika jumuiya huoni familia yako hata siku. Muone baba wala mama. Zaidi ya masimango, masengenyo, tukanana, kusengenyana. Zaidi ya kuongea na watu wa nje. Sasa mambo ya jumuiya yakiwa nje. Maana wazazi wako hapa. Wazazi wakija hapa, mtoto mbona umekonda sana? Mama kuna mateso sana. Unategemea wakwambie nini? Mwane turudi. Nataka kuambia hivi. Kuna mateso. Ukifika huko, wasema Karime. Ukifika huko, unasema kafanya nini? Mimi mama ni safari hiyo. Kama nimekonda, wewe unasema nimekonda, lakini ni safari yangu. Lakini kama unasema mwaga kila kitu, ukikutana na mtu na mwaga ya jumuiya yako, ukifika wewe na mwaga hayo. Mwisho wakati hawajui, unavuruga miito. Kini mtu anasema mtoto wangu aende kule. Sitaki. Kwa sababu hiyo tuweze kumuonyesha Yesu alivyo. Fukara huyu, msafi wa moyo huyu, mtii huyu alivyo kwa watu. Unapofika nyumbani kule
watambue hilo, na wazazi wanapokuangalia wanasema, chukua hiki mwanangu, uende ukashirikiane na wenzangu na watoto na wenzako, mkale pamoja. Ndio maana ya utawa, kujiweka wakfu. Ulimwengu wa leo mnaweza mkajisahau, mkafanya vikao vingi sana, vikaandikwa mambo mazuri sana, lakini vikaishia kwenye mafaili na maisha mkaishi mengine ambayo haitakuwa na maana sana. Hao wazazi wakaona mmevaa vizuri hivi, masista wa watu, sasa anatuletea shilingi kadhaa. Wazazi hawezi mkafikiria hivyo. Wazazi mtafikia wanavyosema watoto wenu hapa, najiweka kwa maisha yangu yote, niwe fukara, hakuna cha kwangu. Kwa hiyo mzazi, mtoto anapokuja nyumbani sasa unasema, mbona hujatuletea chumvi? Amepata wapi hiyo chumvi? Wazazi muombe watoto wenu wanaojiweka wapi. Ni waombezi wenu wazuri vile vile, na ni heshima ya familia zenu, na tunawashukuru kwa kuwatoa, lakini vile vile muendelee kuwaombea, na ni heshima kwenu wanaendelea kuwaombea. Na wanapofika nyumbani muendelee sasa kwa shauri. Ukiona kama anaenda vipi, unasema wewe, mbona sasa nilikusikia unasema vipi, ndio maana hii tunafanya. Kwa tayari kumkosoa wewe mzazi, basi wakati huo haipo na jumuiya yake, yuko kwako wewe mzazi. Ulimwengu wa leo huu tunaona kwamba jamii inayotengenezwa ni jamii inayotengeneza, tunasema kwamba mila ya kifo, shauri yako huko huko. Maana nimepata Zubaa hatuyaishi nje ya jamii. Tunaweza kushangaa tuko na sisi na watawa tunaanza kushindana nana na simu kali. Mimi nina iPhone 17 Pro Max. Wewe cheki unapata wapi hizo iPhone 17 Pro Max? Umepata wapi? Ukipata hiyo sasa na vocha unapata wapi? Kama shirika ni tajiri sana, hiyo tajiri itamgawia mtu vocha zake hizo. Sasa kujiuliza hilo, kama mtawa unaweza kupotelea huko. Na unaweza kuzama kwenye simu ukaona unaongea na simu yako kila wakati, kawasahau dada zako, kawasahau kaka zako, ukasahau kushirikishana katika maisha. Kila mtu yuko busy kwa chakulani, kila mtu na simu yake, mesahau jumuiya. Ulimwengu wa leo, utandawazi huu unatupotosha. Wakati mwingine hatuna muda wa utulivu na Mungu wetu. Kila mara mioyo iko juu tu. Nini kinaendelea kwenye Facebook, nini kinaendelea kwenye Twitter, nini kinaendelea huku. Matokeo yake hata sala zetu zinakuwa juu. Nafikiria nani watakuwa wameshatuma message huku, ikifika tu nianze kufungua niangalie. Malezi ya maisha ya utulivu, kuongea na Mungu ndani mwetu, inakuwa shida katika ulimwengu wa leo. Tumwangalie Mama Bikira Maria huyo, sasa aliweka yote moyoni, akayatafakari katika safari yake ya maisha. Awe mfano wetu. Yeye amekingiwa dhambi ya asili na dhambi zingine zote. Sasa tujakingiwa, lakini tumewezeshwa kwa neema za Mungu kuweza kuyaishi haya yote tunayaweka mbele yake. Neema zipo, hatuwezi ukaweka visingizio. Kwenye somo la kwanza tuliona visingizio hivi. Wale jamaa wale, uko wapi wewe? Unafanya nini? Niko uchi. Anajibu swali lingine. Basi tuangalie haya yote, tusiweke visingizio. Neema za Mungu zipo. Tumkimbilie Mungu kila wakati, tuongoze, atulinde na kutupa afya njema. Tunawapongeza wale wanaofanya jubilei 25, 50 na 60. Hongereni kwa miaka hiyo. Na mnapoweka hivi ni mwanzo wa maisha tena mengine kwa ajili ya kuiweka zaidi kwa Mungu. Najua kwamba ninyi mrudi na adhibu. Sasa kurudi mnahuisha. Mrudia kuweka za daima, mnahuisha. Na hongereni nyie mnaofunga nadhiri za daima leo. Endeleeni kujikabidhi mikononi mwa Mungu awaongoze. Na muweze wote kwa mfano kwa wadogo wanaofuata, ili wayapende maisha haya. Sasa naangalia kule, kweli wote nini? Kumbe nikipata pete ina maana sana. Kwa nini nitadidimiza lile hapana.
aliye chini nini na nini hivi. Hapana, tuangalie na kwa mfano kwao, ili wayapende maisha haya, na sisi sote mwisho wakati tufikie katika utakatifu ambao lazima tutakatifuze roho zetu, tutakatifuze mioyo yetu, tutakatifuze vile utashi wetu na kusema ndio kama mama Bikira Maria alivyosema ndio maisha yake yote. Tumsifu Yesu Kristo.